Mtoto wa Rais Samia Abduli amezua balaa lingine sasa. Abduli anadaiwa kutoa mamilioni ya fedha yanayodaiwa kupewa viongozi hawa wakuu wa Chadema, njama ikiwa ni kufanya juu chini kuondolewa au kufukuzwa John Heche katika nafasi ya umakamu mwenyekiti ndani ya chama. Na hili si bure. Inadaiwa hatua hii ya Abduli inakuja baada ya makamu John Heche kukataa ombi hili la Samia Suluhu na Abduli. Ombi hilo mwanzo lilipelekwa kwa Tundu Lissu gerezani Ukonga, Dar es Salaam, lakini Tundu Lissu akalikataa kabisa. Ndio baadaye likaletwa mezani kwa John Heche, naye John Heche kakataa. Ndio sasa Abduli mwanae rais anadaiwa kuingilia kati raundi hii, kutumia mamilioni kufanikisha wanachotaka kutoka ndani ya uongozi wa Chadema. Lakini je, madai haya na taarifa hizi nzima zimetoka kwa nani? Na ni ombi gani hili ambalo John Heche na Tundu Lissu wamelikataa katakata? Na fedha hizi za Abduli zimepatiwa viongozi gani ndani ya Chadema? Ripoti hizi ni kwa mujibu wa kada na mwanasiasa wa Chadema Hilda Newton, ambaye anatoa madai na shutuma nzito dhidi ya mtoto wa Rais Samia Suluhu Hassan. Hilda Newton anadai kuwa Abduli amekuwa akiendesha kile anachokiita mchezo mchafu wa pesa na hila, yote hii kwa lengo mahususi la kumwondoa John Heche katika nafasi yake ya makamu mwenyekiti na kuizuia Chadema kushiriki katika mazungumzo ambayo serikali inataka chama hicho kishiriki. Hilda Newton anasema operesheni hiyo ilianza kwa kuwafuata moja kwa moja watu walio karibu na John Heche na hata John Heche mwenyewe. Anadai kuwa Abduli aliwatuma watu mara kadhaa katika gereza la Ukonga kuzungumza na Tundu Lissu, akimwahidi msamaha na njia ya kusonga mbele, lakini kwa sharti moja: Tundu Lissu alipaswa kuingiza Chadema kwenye mazungumzo na maridhiano na CCM. Hilda Newton anasema Tundu Lissu alipinga hilo na kukataa bila kusita, akijibu kuwa hakutenda kosa lolote linalohitaji msamaha, kwamba wale waliopoteza maisha tarehe 29 Oktoba walistahili haki na si mazungumzo na maridhiano, na kwamba Chadema haingeingizwa kwenye meza ya mazungumzo na maridhiano kwa masharti hayo. Baada ya Tundu Lissu kukataa, Hilda Newton anadai timu ya Abduli mtoto wa rais ilibadili mkakati papo hapo. Badala ya kumfuata Tundu Lissu tena moja kwa moja gerezani, moja kwa moja walianza kuwalenga viongozi wa Chadema mmoja baada ya mwingine, wakipitia kwa viongozi wa chama katika ngazi mbalimbali, wakijaribu kuwashawishi kushinikiza chama kielekee kwenye mazungumzo na maridhiano na CCM kutokea ndani ya chama. Mkakati huo pia ulikutana na upinzani mkali, anasema Hilda Newton. Lakini hapa ndipo suala la pesa linapoingia katika simulizi hii iliyosambazwa na mwanasiasa wa chama hicho. Anasema kuwa baadhi ya watu ndani ya Chadema walipewa mamilioni ya pesa na Abduli ili kujaribu kushawishi wajumbe wa kamati kuu ya taifa ili wakubali Chadema ishiriki mazungumzo na maridhiano hayo. Jitihada hiyo, anasema, nayo ilishindikana. Baada ya kushindwa kuishawishi kwa njia ya rushwa, Newton anadai kuwa wahusika walimwambia Abduli kuwa walikuwa wameficha pesa hizo kama uwekezaji wa biashara na kwamba wangefanikiwa kuwafanya wajumbe wa kamati wakubali kushiriki mazungumzo na maridhiano, lakini mpango huo uligonga mwamba. John Heche akiwa makamu mwenyekiti alikataa kabisa kuruhusu ajenda ya mazungumzo hayo kuendelezwa ndani ya Chadema. Kukataa huko kwa John Heche, Hilda Newton anasema, ndiko chanzo cha moja kwa moja cha kampeni inayozidi kushika kasi inayomlenga John Heche binafsi. Anasema hasira ya serikali dhidi ya John Heche iliongezeka hasa kwa sababu anaonekana kama mtu anayeizuia Chadema kushiriki mazungumzo, na kwamba tangu John Heche awe kikwazo hicho, kasi ya operesheni ya kumuinda yeye na watu walio karibu naye imeongezeka kwa kiasi kikubwa. Kisha Hilda Newton anaelezea kile anachokitaja kuwa ni hatua inayofuata ya operesheni hii. Anadai kuwa Abduli aliongeza fedha, safari hii akiwaajiri watu wanaowaita madalali, yaani wapatanishi au watu wa kufanikisha mambo, ili kushughulika na John Heche moja kwa moja kummaliza kisiasa. Inaripotiwa kuwa watu hao walimhakikishia Abduli mwanae rais kuwa wangemwondoa John Heche katika wadhifa wake wa umakamu mwenyekiti kupitia baraza kuu la chama. Hoja walioiwasilisha kwa wanachama wa chama ni kwamba kuondolewa kwa John Heche hakungeathiri kabisa Chadema,
kwamba Chadema ingetafuta tu kikwazo kingine cha mazungumzo. Newton anasema wanawaambia watu wakae kimya kuhusu John Heche, wakidai alishindwa kukiongoza chama, na wengine wanaambiwa wajitenge naye hadharani. Kwa mujibu wa Hilda Newton, kampeni hiyo ya Abduli haiishi kwenye mikakati ya ndani ya chama. Anadai kuwa tangu jana, siku moja baada ya tarehe 7 Julai, simu zimekuwa zikipigwa kwa viongozi wa Chadema wa wilaya, mikoa na majimbo pamoja na viongozi wa zamani zikiwataka kumkosoa John Heche hadharani. Anasema baadhi yao wanawaambia kubadili misimamo yao ya hadharani kwa kusema waliondoka kwa sababu ya John Heche, wakidai John Heche alishindwa kama kiongozi. Inaripotiwa kuwa wengine wanapewa fedha ili kwenda kwenye vyombo vya habari na kurasa za mitandao ya kijamii zinazoendeshwa na kile anachokiita akaunti za machawa ili kumshambulia Heche hadharani. Hilda Newton anasema baadhi ya watu ndani na nje ya chama tayari wamelipwa kufanya hivyo. Hilda Newton anaonya moja kwa moja kwa maneno yake mwenyewe kwamba yeyote anayefuatilia vyombo vya habari na kurasa za mitandao ya kijamii zinazounga mkono serikali katika siku zijazo na kuona ongezeko la ghafla la viongozi wa Chadema wanaomkosoa John Heche anapaswa kuelewa muktadha wa sauti hizo kabla ya kuamini moja kwa moja wanachokisema. Hilda Newton anahitimisha kwa kuelezea msimamo wake binafsi wa kimaadili. Anasema yeye kama mwanasiasa na mwanachama wa Chadema anasikitishwa na ukweli kwamba baadhi ya watu wanaoshawishiwa kushiriki katika mpango huu ni watu wanaoheshimika sana na ambao wamepewa dhamana na chama. Anasema iwapo watu hao wataendelea na njia hiyo kwa madai ya kukiokoa chama cha Chadema, atalazimika kuwataja majina hadharani bila kuogopa, ili Watanzania wafahamu vyema nani anashiriki katika kile anachokiita njama ya kumsaidia mtu ambaye anamweleza kwa maneno yanayoashiria udikteta, kufaidika kwa kuendelea kuwaumiza wananchi wa Tanzania. Kila kitu hapo ambacho nimekuelezea ni maelezo ya Hilda Newton kupitia mitandao yake ya kijamii, yameelezwa kwa undani na yanahusisha madai mazito kuhusu matumizi ya uhusiano wa kifamilia wa Rais Samia Suluhu Hassan na pesa ili kudhibiti maamuzi ya ndani ya chama cha upinzani Chadema. Hakuna hata moja kati ya hayo ambayo yamethibitishwa na chanzo chochote huru au chanzo cha kiserikali. Abduli mwenyewe, mwanae rais, bado hajajibu shutuma hizi dhidi yake. Urais pia bado haujajibu, na watu ambao Newton anasema walilipwa bado hawajatambuliwa au kutajwa majina hadharani au kupewa fursa ya kujibu. Mtazamaji, kinachofanya madai haya yatue kwa uzito maalum ni muktadha unaowazunguka. Wiki hii dereva wa John Heche alipatikana amekufa katika chumba kilichofungwa huko Kigoma. Heche mwenyewe aliripoti awali hadharani kuchunguzwa na magari ambayo hakufahamu ni kina nani walikuwa wakimfuata. Viongozi wa wanafunzi Chadema pia, taarifa zilienea ya kwamba walikamatwa siku chache kabla ya Julai 7, na sasa afisa mkuu wa chama anadai kwamba operesheni iliyoratibiwa na kufadhiliwa inayotokana na mtoto wa Rais Abduli inalenga nafasi ya John Heche kama makamu mwenyekiti ndani ya chama chenyewe na inataka aweze kuondolewa katika chama hicho au katika kiti hicho ndani ya chama. Kama nilivyokueleza, yote haya ni madai kutoka kwa mwanasiasa wa Chadema. Vilevile mtazamaji, nikikamilisha habari hizi, like video hii, subscribe, alafu nijuze mtazamo au maoni yako upande wa maoni chini ya video hii.